mwenyekiti, wawekezaji hawa wamewekeza heka 1800 na wamelipa thamani ya shilingi bilioni 9 halmashauri ya mji wa Tunduma kuwalipa wananchi hawa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwekezaji kulipa hela na kuanza process hizo, wawekezaji hao TAZACO na GIU sasa hivi wako site na wanafanya kazi kubwa mbili. Kazi ya kwanza walikuwa na survey bypass ambayo inayopita kutoka hapa kwenda custom na wameshamaliza survey yao. Kwa hiyo baada ya survey tutaendelea na standardization kwa wananchi na kuangalia watu gani, nyumba gani zilizoathirika kwenye lile eneo litapita barabara na kuanza taratibu ya kulipa fidia. Kwa upande wa kwanza wameshamaliza. Sasa hivi wanaendelea kuseti kwenye upande sasa wa pili ambao tunasema ndo eneo letu sasa lile la mradi ambao litakombaini shughuli zote. Hapo sasa ndo itakuja kuanza utekelezaji wa shughuli hizo za bandari kavu na parking. Hapa tutakuwa na bypass. Kutakuwa na barabara za mchepuko ambazo zitakuwa 4. 2 zitakuwa zinakwenda moja kwa moja kule kwenye mpaka wetu, lakini 2 zitakuwa zinarudi. Lakini kitu kingine ambacho kitakwenda kufanyika hapa ni ujenzi wa hiyo ICD, hiyo dry port. Lakini hali kadhalika kutakuwa na parking ambayo itakayojengwa hapa. Lakini jambo lingine litakalofanyika hapa, kutakuwa na special economic zone, eneo maalumu la uwekezaji. Na mawazo yetu ambayo pia ni mawazo ya mwekezaji ni ujenzi wa kituo cha kibiashara cha kimataifa. Kwa sababu ndugu mwenyekiti, mji wa Tunduma ni kama unavyouona, una msongamano mkubwa sana, lakini haujapangika. Lakini pia huku tunalo eneo kubwa sana. Kuna wafanyabiashara kutoka Zambia wananunua bidhaa kutoka Kariakoo. Kuna wafanyabiashara kutoka Kongo wanakwenda Dar es Salaam kwenda kununua biashara zao. Sasa sisi kama mkoa tumeona tuweze kuitumia faida tuliokuwa nao. Badala ya hao wafanyabiashara kupita hapa kwenda huo umbali mrefu, waishie hapa katika mkoa wetu wa Songwe, waishie hapa katika mji wetu wa Tunduma. Kwetu ifanye Tunduma kama kituo cha kimataifa cha biashara kwa ajili ya kuweza kuhudumia wenzetu wa Malawi, tuwahudumie wa Kongo, tuwahudumie wa Zambia kupitia kituo cha kimataifa cha kibiashara ambacho tunaweza tukakijenga katika eneo letu hili. Mradi ni mkubwa, lakini pia ni tiba ya mji wetu wa Tunduma. Kwa sababu kwa nini nasema ni tiba au mwarobaini? Kwa mwarobaini kwa kutibu msongamano wa magari ambayo yanakuwa mengi. Chama cha Mapinduzi kikuagize kuwasiliana na waziri mwenye dhamana ya ujenzi wa swala hili kuharakisha mchakato wa ujenzi, hasa utafutaji wa fedha, ili mchakato na ujenzi wa bandari kavu uweze kwenda sambamba na kasi ambayo Chama cha Mapinduzi kinaitaka, sawa sawa na tulivyoahidi katika ilani ya Chama cha Mapinduzi. Mtazamaji wa J Online TV, ili uwe kwanza kupata habari kutoka JTV, subscribe kisha like, halafu bonyeza kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi habari mpya inapokuwa imewadia.